Jina la Bwana libarikiwe. Tuna wawezeshaji ambao Mungu amewachagua. Wa kwanza ni mimi, wa pili yupo atakuja, na wa tatu yupo atakuja. Ila nafasi yangu mimi ni kufungua. Bwana asifiwe. Na unajua kufungua ni kazi ngumu sana. Ngumu sana. Lakini ninatamani tuweze kufungua hii semina yetu kwa siku hii ya leo kwa wanafunzi walio katika vyuo vikuu na vyuo vya kati, kwa wale ambao tumepata nafasi ya kuwa hapa siku hii ya leo. Ningependa kukukaribisha, na wewe ambaye umejiunga nasi kwa njia ya mtandao, nikukaribishe kwa sababu liko neno ambalo Mungu analiachilia kwa ajili ya kizazi hiki, ambaye wewe uko hapo nyumbani au ofisini, na wewe mwanafunzi mahali popote utafuatilia mafundisho haya. Ninakukaribisha ili ya kwamba Mungu aweze kukuhudumia. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tufungue kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza. Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 28 mstari wa 9 na wa 10. Mambo ya Nyakati ya Kwanza, First Chronicles chapter 28, na ule mstari wa 9 na wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Jihadhari basi, kwani Bwana amekuchagua wewe ili ujenge nyumba itakayokuwa mahali patakatifu. Uwe hodari ukatende hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuzungumza katika ufunguzi wetu kitu kinachoitwa flourishing in campus life. Flourishing in campus. Unaweza ukaiacha tu hivyo. Flourishing in campus. Nyinyi ni wanafunzi katika maisha ambayo Mungu amekuitia sasa. Status ulio nayo wewe ni mwanafunzi. Status ya kwanza ulio nayo wewe ni mwanafunzi. Na mwanafunzi, iwe unaishi hostel au umepanga, lakini status ulio nayo wewe ni mwanafunzi. Nani anapinga hilo? Nani anakubali? Amen. Kwa hivyo ninazungumza na wanafunzi, na kikao hiki au semina hii tumeitana wanafunzi. Na walimu ambao tunakwenda kuzungumza nanyi, tunatambua ya kwamba tunakwenda kuzungumza na wanafunzi. Sasa in campus unaweza ukaflourish katika maisha ya chuo, katika maisha ya wanafunzi. Unaweza ukafanikiwa, ukainuka, ukabarikiwa, ukawa mtu ambaye maisha uliyokuwa nayo si maisha ambayo wengine waliyajua, wengine waliyaishi. Wewe katika maisha ndani ya chuo, katika maisha yako, status ulio nayo ya wanafunzi, unaweza ukapiga hatua ya kuflourish. Kumbukeni theme tulio nayo kwa mwaka huu ni
conquer, establish, and flourish. So I have just picked kipengele kimoja ambacho ningetamani ukisikie katika ufunguzi. Mungu anazungumza na Suleiman kupitia baba yake Daudi. Bwana asifiwe. Mungu anazungumza na Suleimani ambaye anakwenda kumpa uongozi. Amekwisha kumchagua awe kiongozi katika taifa la Israeli. Ili awe kiongozi, Mungu alitaka amsikizishe maneno ambayo yatamsaidia katika uongozi wake. Nisikilize na ujitahidi kuwasikiliza na walimu wengine watakaofuata. Lakini pia nimehakikishiwa baada ya kusikiliza, baadaye utahitajika kula kwa bidii chakula cha mwili. Amen. Kama kuna mzembe wa kula hapa, hatukutaki. Haleluya. Hebu mwambie jirani yako, hiyo imekaa poa. Haleluya. Daudi anamwambia Suleimani, nawe Suleimani mwanangu, katika maisha ambayo Mungu anatamani uweze kuyafahamu, anatamani ujitambue ya kwamba anakutambua, na kwa sababu anakutambua amekupa nafasi ya kuwa chuoni. Mungu anakusemesha wewe kaka, anakusemesha wewe dada, anasema nawe fulani, anasema ili ufanikiwe, ili uflourish katika maisha ya campus, mjue Mungu wa baba yako. Bwana asifiwe. If you want to flourish in campus, if we want to see you flourishing, succeeding, being blessed katika maisha yako, mjue Mungu ambaye ameumba mbingu na nchi. Mjue. Bwana asifiwe. Mjue. Katika kumjua unatambua uweza wake, unatambua maisha yako bila yeye hawezi kitu chochote. Yupo, anaishi, anaexisti, na amekuwepo toka mwanzo. Hajaumbwa, hana mwanzo wala hatakuwa na mwisho. Umjue huyu Mungu, yeye yupo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anamwambia mjue Mungu wa baba yako. Wewe mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mjue Mungu ambaye mimi mchungaji wako. Mjue Mungu ambaye wewe amekuumba, mimi ninayemtumikia, sisi tunayemuomba. Mjue huyo Mungu. Ukisha mjua huyo Mungu, kuna jambo jingine ambalo natamani utembee nalo, uwe nalo, ulishike, litakusaidia for you to flourish in your life. Bwana asifiwe. Jambo jingine anasema ukamtumikie kwa moyo mkamilifu. Sasa katika eneo la kumjua, usije ukafanya makosa usimjue huyu Mungu, kwa sababu usipomjua Mungu utajua vitu vingine, na ukijua vitu vingine utatumikia vitu hivyo ambavyo unavijua katika maisha yako. Anasema ukamtumikie, serving him, serving God, serving Yahweh. Maisha yako ukitaka uweze kuflourish katika maisha yako ya chuo, ni kwamba fanya bidii kumtumikia huyu Mungu wa mbinguni. Nikiwa nazungumza hivi, maisha ya chuo, maisha ya wanafunzi, usipokuwa makini, unaweza ukatumikia GPA, unataka uwe na GPA ya 4.9. Ipo ya hivyo. Hiyo nimeicreate hapa, sawa sawa. Lakini point yangu hapa, unataka ufanikiwe
wanapotaja katika chuo nani aliye na ufaulu wa juu fulani, ni sawa, unaweza ukafanya hivyo na tunakutaka ufanye hivyo, lakini jambo la kwanza, mjue Mungu na uende kumtumikia huyu Mungu wa mbinguni ukiwa hapa chuoni. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo umjue huyu Mungu wa mbinguni, umtumikie, sio kumtumikia tu, kwa moyo mkamilifu. Na katika kumtumikia lazima umwishie, uishi kwa ajili ya Mungu, uishi kwa ajili ya Yesu. Maisha yako uishi kwa ajili ya Yesu. Haleluya. Mwaka wa kwanza na wa pili tukikutana mahali popote tutaulizana, haya mambo tunayoyazungumza uliyakamata au ulikuwa unaangalia kola ya pasta? Sasa kola itakusaidia nini kama haushiki ninayozungumza? Haleluya. Hebu muulize jirani yako, umeshaandika mangapi so far? Kalamu hana. Jina la Bwana libarikiwe. Mjue, mtumikie. Katika kumtumikia umwishie huyu Mungu. Ishi kwa ajili ya Mungu, usiishi kwa ajili ya kitu kingine. Lakini katika kumwishia huyu Mungu wa mbinguni, uwe na nia ya kumkubali. Uwe na nia ya kumkubali. Uwe na nia ya kumkubali. Kwenye nia, ile nia ni namna ambavyo unaweza ukaelekeza maamuzi yako na kusema mimi ninaishi kwa ajili ya hiki. Unakuwa na nia, unakuwa na tamanio, unakuwa na kila sababu inayokusukuma kwamba hauwezi ukafanya chochote. Unajua, unaweza kumkuta mtu anasema sikuwa na nia ya kwenda kule beach, sikuwa na nia ya kutoa, ila sijui kulitokea nini. Sikuwa na nia ya kufanya hivi, sikuwa na nia. Biblia inamwambia au inatuambia, Sulemani anaambiwa na baba yake, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali. Unaweza ukatamka kwa mdomo wako, kwa kinywa chako, ya kwamba mimi ni msisiti, mimi ni nani, lakini nia yako, maamuzi yako, unakuwa haujaweka hiyo nia ya kusema mimi ninachokiconfess mdomoni hakitoki huko ndani. Lazima moyo wako, lazima huko ndani uwe na nia ya kumkubali. Kuna watu ambao Yesu kwa watu wengi ni kama vile anawaaibisha. Yani kuitwa Mkristo, mlokole, yani ni kitu ambacho kinaboo. Lakini hapa anasema haijalishi unakutana na umati wa namna gani, haijalishi watu wanakukriticize namna gani, lakini uwe na nia ya kumkubali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ulishawahi kuwa na rafiki na unamdefend mbele ya watu? I say, hani amekaa poa, alafu yule mtu yuko bomba, yuko fresh, kwani wewe unamuonaje? Yuko chonjo. Nimeipenda hiyo, yuko chonjo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Je, una nia ya kumkubali Yesu? Una maamuzi ambayo yanaweza yakaichallenge dunia, yakaichallenge community unayoishi nayo, ya kwamba huyu mtu, in whichever way you cannot persuade this person kumwacha Yesu anayemwamini. Hebu sikia, ninapoelekea mwisho wa utangulizi na wa ufunguzi wangu, uko mwaka wa kwanza, uko mwaka wa pili, na ukifika mahali unawaambia watu, unajua nataka kufanikiwa, unajua nataka kupiga hatua, unajua nataka kufika kule mwisho, najua mimi nataka kufanya hivi, bila kumjua Mungu, bila kumtumikia Mungu, bila kumwishia Mungu,
bila kuwa na nia ya kumkubali Mungu, this is what will happen to you. There is this monster called the devil, Satan. Jambo analolifanya, ana mbinu na njia ya kukamata kizazi hiki. Ana mbinu na njia ya kukukamata wewe kijana mwaka wa kwanza ambaye tunatamani uflourish katika maisha yako ya masomo ulio nayo. Anataka kukamate, na kisha kukamata anataka kukuharibia. Ataleta kila anachoweza, ataleta kila anachojua. Anaweza atumie njia mbalimbali, uzembe kwenye masomo, anaweza atumie kwenye eneo la mahusiano, na tutakwenda kufundisha juu ya mahusiano. Lakini kwenye eneo la mahusiano anataka kuimarisha kitu kinachoitwa sexual promiscuity. Yani maisha ambayo unaweza ukaishi kujiamlia juu ya mwili wako, ya kwamba wazazi walishanizaa, walinipeleka shule ya msingi, wakanipeleka O level, advance, saa hizi mimi niko hapa freely, I can decide ninachotaka kufanya. Lakini ninachotaka kukwambia, yuko monster, yuko shetani anayeweza akakabiliana na maisha yako, akakuongoza kwa njia ya upotevu, na wewe ukafika mahali ukaanza kulia na kuhangaika. Kwa nini? Kinachotokea, wako watu wengi wamejikuta, tutakwenda kufundishwa juu ya fedha, wamezitumia hovyo. Wako watu juu ya eneo la mahusiano, tutafundishwa kwa undani, wamelitumia hovyo. Na hivyo kuna tendeka kitu kinaitwa sexual promiscuity. Na hii sexual promiscuity leads to damaged self-image. Unamkuta mtu ni mwanafunzi mwaka wa kwanza, wa pili katika campus life aliyo nayo, yeye amekwisha kukamatwa na adui. Kinachotendeka ni kwamba ndani ya moyo wake anajisikia vibaya kwa sababu adui amekwisha kumkamata. Ndiyo maana nakwambia, mjue Mungu. Cha pili, mtumikie huyu Mungu. Cha tatu, nimesema nini? Umwishie. Cha nne tukasema uwe na nia ya kumkubali. Usipomkubali, kuna vitu ambavyo adui anakwenda kupanda katika maisha yako. Kunatokea damaged self-image, unplanned pregnancies, abortions, broken relationships and poorly founded marriages zinazaliwa huko. Unakuta watoto wameoana, wako kwenye mageto, wanasema uya life inaenda, lakini kumbe inawapeleka. Uishai kupelekwa na life? You will regret. Hello? Na yote haya yanayofanyika yanaweza kulead kwenye divorce. Sexual promiscuity is something funded by many other people ambao wanaweza kuwa na ifurahia. Unajua kuna life ya namna hii. Ninataka kusema hivi, mwanangu, Bwana asifiwe. Kuna neno linasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe. Hebu mwambie jirani yako, jirani yangu, wenye dhambi wakikushawishi. Wengine mnanitazama mimi, mwambie jirani yako. Aya, umemwambia wenye dhambi wakikushawishi, mwambie hata mimi nikikushawishi wewe usikubali. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na hii sexual promiscuity ambayo vijana wengi wameingia huko, inaenda kujificha kwenye kitu kinachoitwa dating. Mimi natamani walimu mtusaidie, dating hii ni kitu gani? Lakini kuna mazingira ambayo unajua nina mdate fulani, unajua nina date fulani, unajua nina mtu fulani. Mwambie jirani yako, unajua usinione tu hivi nina date.
Haleluya. 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 Sikiliza neno hili, sikiliza jambo hili na naomba uliandike. Sikiliza litakusaidia. Kijana, thamani yako i katika kutunza mahusiano yako na Mungu. Did you hear me well? Kijana, thamani yako i katika kutunza mahusiano yako na Mungu. Hivyo basi, usiishi maisha ya kutaka kushangiliwa na dunia ukimhuzunisha Mungu. Ni hatari. Narudia. Thamani yako kijana, thamani yako i katika kutunza mahusiano yako na Mungu. Hivyo basi, usiishi maisha ya kutaka kushangiliwa na dunia ukimhuzunisha Mungu. Ni hatari. Kama kuna kijana ameelewa jambo hili na kusisitiza, tunza mahusiano yako na Mungu. Mahusiano yako na Mungu kwenye eneo la fedha litakusaidia. Mahusiano yako na Mungu kwenye eneo la mahusiano ya mme na mke au ya msichana na mvulana yatakusaidia. Mahusiano haya ndiyo force drive yako ambayo inaweza ikakuguide. Kama uthamani wako ambao uko nao hautambui ya kwamba wewe ni una uthamani fulani, unaweza ukachezea uthamani wako ulio nao ukauvuruga. Lakini vijana, wewe kijana uliyechagua kuja kwenye semina ya leo, tamani kuanzia leo thamani yako utaipandisha na sio kuididimiza. Maana Mungu anatamani kuona thamani aliyowekeza ndani yako umeishikilia, umeitunza na unaendelea kufrolish. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unapovuruga mahusiano yako kwa kujiingiza kwenye tabia mbaya, unashusha thamani yako, unavuruga thamani yako na hata kuiondoa thamani yako. Hebu muulize jirani yako, je, thamani ambayo Mungu amewekeza ndani yako iko au ulishaitapanya? Mnaogopana? Mnaogopana? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nikazie macho ninapomaliza jambo hili. Tunza thamani ulio nayo kwa kumjua Mungu, kwa kumwishia Mungu, kwa kumtumikia Mungu, kwa kuwa na nia ya kumkubali Mungu wa mbinguni. Kama kuna watu ambao UDSM, Maji, Ardhi University, Takwimu, Duse, kama kuna watu ambao tutahitaji kuwa wao na kusema, oh, Mungu ametenda, amekubariki, amekutendea. Sio tu watu wenye GPA za juu, lakini pia watu ambao wametunza thamani yao mbele za Mungu na katika jamii. Nisikilize, unaweza ukaenda na GPA ya 4.6 huko duniani ukaajiliwa na serikali ya Tanzania, lakini morally you are bankrupt, you are nothing. Yani kuna shida mahali. Yani wewe huko ndiko utakakofika, unaanza kuharibu hata co-workers wenzako. Kuna shida mahali. Tunatamani watu wanaomjua Mungu. Mwaka wa kwanza hautabaki kuwa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili hutabaki kuwa mwaka wa pili, mwaka wa tatu hutabaki kuwa mwaka wa tatu, na hautabaki kuwa kijana hivi ulivyo. By the way, kuna watu wameshaanza kutuma message, will you marry me? Unanionaje? Si nimeshakuwa, yani tukimaliza tu chuo mwanangu, we tusepeze tu. Sikia, Mungu anatamani uflourish katika maisha ukiwa hapa
campus. Lakini utaflourish namna gani? Tunza uthamani wako kwa kumjua Mungu wa mbinguni. Tunza uthamani wako. Kuna mwaka wa kwanza umekwisha kuibiwa fedha, sijui wamezipeleka wapi. Mwalimu wa mambo ya fedha atatuambia walizipeleka wapi. Utatuambia mwalimu. Kuna watu mahusiano yao ya ajabu ajabu. Mwalimu wa mahusiano leo utuambie haya mahusiano yamepelekwa wapi na yanaendaje. Yaani mwalimu mtuambie. Msipotuambia tutawafungia humu ndani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Natamani kusikia kelele za watu wa thamani mbele za Bwana. Hebu sikia. Bwana asifiwe. Ningekuwa mimi kijana wa thamani, wa kiume na wa kike, ningesimama nikapiga kelele inayoeleweka. Oh, wapi vijana wa thamani? Haleluya. 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 Imekaa poa. Ninakuaga kwa kusema hivi. Kama kuna mtu atapatia ninachokisema kinatoka wapi, akina mama walio zaidi ya nuclear bombs wako hapa haleluya. Heri mtu yule asiyeenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Ni Zaburi ya 10 na ngapi? Zaburi ya kwanza. Heri mtu yule ambaye hakusimama mbele, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nani anajivuna kuwa mwaka wa kwanza? Anasema mimi mwaka wa kwanza nafurahia kuwa mwaka wa kwanza. Mikono juu. Nani anajuta kuwa mwaka wa kwanza? Nani anapiga kifua anasema mimi mwaka wa pili? Haleluya. Uwe mwaka wa kwanza, uwe mwaka wa pili, hautabaki kuwa mwaka wa kwanza, hautabaki kuwa mwaka wa pili. Tunachokitamani ubaki na thamani yako. Uwe na PhD, uwe na masters, uwe umeoa au kuolewa, uwe maskini au tajiri, tunza thamani yako. Na thamani hii ni kuwa na mahusiano mazuri na Yesu Kristo. Simama mahali ulipo. Haleluya. Haleluya. Kule kwenye Mambo ya Nyakati, Sulemani anaambiwa na baba yake, kwa sababu Mungu huyu anajua moyo wako. God himself want to see you serving him. Not only serving him, committed unto him. Bwana asifiwe. Nyanyua mikono yako juu. Funika macho yako. Funika macho yako. Nimesema nyanyua mikono, sikusema ujaribishie. Funika macho yako. Sema, Bwana Yesu, moyo wangu na ujua, ninakuja kwako kama unavyoniona. Bwana Yesu, ninatamani kuflourish, na ili ni flourish nimejitambua kuna mahali sija kujua sawa sawa, sija kutumikia sawa sawa, sija kuishia wewe, sijawa na nia ya kukukubali wewe. Yesu, ninatubu, unisamehe mahali ambapo
nimekukosea, nimekutenda dhambi, nimekuasi wewe. Bwana Yesu, mimi kwa moyo wa kukupenda, kwa moyo wa kumaanisha, ninakukaribisha ndani yangu, unisaidie. Thamani yangu iliyopokonywa na shetani kwa kupitia fedha, kupitia mahusiano, Bwana Yesu, unisaidie, nisaidie. Karibu ndani yangu, na mkataa shetani na kazi zake katika maisha yangu. Kuanzia sasa nitakuishia, nitakutumikia, nitakufuata wewe maishani mwangu mote, katika jina la Yesu, amen. Watu wa thamani wamshangilie Bwana Yesu. Amen, amen.